kaifiyatu tathiru najasa, hali aina ya kusafisha najisi. Idha kanat an-najasatu fi al-ardi wal makan fahadha yakfi fi tathhiriha ghuslatan wahidatan tadhhabu bi'ayni an-najasa au tudhibu bi'ayni an-najasa fayusibu 'alayha al-ma' marratan wahida liamrihi sallallahu alayhi wa sallam bisabbi al-ma' ila bawl al-arabi alladhi bala fi al-masjid. Waislamu, hivi inakuwaje au taratibu wa kujisafisha najisi au kusafisha najisi ni upi? Mtunzi wa kitabu anasema najisi inaweza ikaingia ikapatikana kwenye ardhi au nafasi, ardhi au nafasi, fali yakfi fi tathhiriha ghuslatan wahida, basi inatosha katika kusafisha kwake mara moja. Yani unamwaga maji mara moja. Mfano, msikitini mtu amekojoa, sisi tunafanyaje? Tunamwaga maji ya nafasi. Tutamwaga mara 7? Ni mara moja. Kisha akasema kwa sababu Mtume aliamrisha kumwaga maji katika haja ndogo ya Mwarabu ambaye alikojoa au alikojoa msikitini. Alikuja Mwarabu akakojoa msikitini. Fakama masahaba wakasimama wanataka kumpiga. Mtume akamwambia muacheni. Muacheni kwa sababu akipigwa ile hali itazagaa nafasi tofauti. Ilikuwa ndio lengo la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au yusibu maradhi au magonjwa kumgusi magonjwa kwa sababu mkataza. Ndugu zangu Waislamu, haya ni yale ambayo tumefunzwa na sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ina maana nafsi inapoingia nafasi lazima sisi tufanyeje? Nimeshasahau eneo wapi. Tusafishe mara ngapi? Kwa kupamakia maji mara moja. Idha kanat najasatu, ikiwa najisi ala ghairi al-ardi, haiko kwenye ardhi. Kwenye ardhi tulishajua tunamwagia maji kama jinsi Mtume alisema mwagieni maji ya ndoo kwenye nafasi ambapo kuna najisi. Kantakuna fi thawbi au fi al-ina'i, mfano najisi iwe katika nguo au chombo, tutafanya fa in kanat min kalbin wala gha fi al-ina', ikiwa najisi imetokana na mbwa imelamba katika chombo, fala budda min ghasli 7 ghasalatin ihdahunna biturab, lazima tuoshe hichi kikombe au hichi chombo mara 7. Moja katika mara 7 tutumie udongo. Biqawli sallallahu alaihi wasallam, idha walagha alkalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu 7, mbwa akilamba katika chombo cha mmoja wenu akioshe mara 7, au lahunna biturabi, moja katika hizo atumie nini? Atumie udongo. Kwa hiyo mchanga huyu ni hukumu katika hukumu ambazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema pindi mbwa anapolamba chombo cha mmoja wetu. Ikiwa sasa iko hivi, inakuwa kuwaje Waislamu wa leo wanatuza mbwa? وهذا الحكم عام في الإناء وغيره, na hii hukumu inachukua iko fasi yote en general, inachukua fasi yote, inakusanya kila kitu katika chombo na kinyume cha chombo, kathia hata kwenye nguo. Amesema mbwa ikilamba nguo yako utafanyaje? Wal furush, na tandiko unafanyaje? Hivyo ndivyo ili. Sasa akilamba guu lako, mbwa akilamba guu lako utasafisha mara ngapi?
Mtume alisema, sikilizeni maneno ya Mtume, idha walagha alkalbu fi ina'i ahadikum, mbwa akilamba katika chombo cha mmoja wenu, falyaghsilu sab'a, akioshe mara ngapi? Mara 7. Au lahunna biturabi, moja katika hizo mara 7. Swala, mbwa amekulamba mguu, mara ngapi? Mara 7. Mtume amesema akilamba chombo, akilamba, alisema kiungo, au lugha zetu kiungo kinaitwa chombo. Tuko sawa? Mnapaona sasa? Kwa hiyo kuna kiungo na kuna nini? Kuna chombo. Na ndio maana mtunzi wa kitabu hapa akasema najisi ikiwa katika ardhi au kinyume cha ardhi, ikiwa katika ardhi inamwagiwa maji. Sasa ikiwa katika nguo au chombo, mnasikia? Au chombo, basi vioshwe mara 7. Tuko sawa? Tunaendelea sasa. Ama najasatul khinziri, sasa najisi ya nguruwe, najisi ya nguruwe, fasahihu anaha kasairi najasat, ni kama najisi zingine, yakfi ghasluha maratan wahida, inatosha kuoshwa mara ngapi? Mara moja. Unasikia vizuri? Mara moja. Tudhibu ainu biaini najasa, kuondoa ile najisi yote na uhalisia wake. Wala yushtaratu ghaslu 7 marat, wala sio sharti kuosha najisi ya nguruwe mara 7. Sual, mbwa na nguruwe kipi kina najisi ngumu? Lakini tizama jinsi Muislamu anachukia najisi ya nguruwe kisha anakaribisha. Yaani kusoma napo, jamani, kusoma, njooni kwenye madarasa ndugu zangu, njooni kwenye madarasa huko Buyenzi huko. Mimi sijui kama Ruvumera vipi Buyenzi, kuswali ni roho ngumu. Swala ya alfajiri tunaendelea na magongo, mbwa zinatuvamia kila siku. Mwenyezi Mungu atustiri. Waislamu wanafuga mbwa, tena wanaona ni fahari, eti zinachunga. Mbwa inachunga nini? Mwizi wa kawaida anatishika na mbwa? Kwa hiyo laana, ni laana kufuga mbwa, mnajua hivi? Kama sio iliyosomeshwa ni laana. Mtume akasema. Lakini ukisema laana watu wanashtuka, iko na tulani. Laana zitawafikia tu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, najisi ya mbwa ni kubwa kuliko najisi ya nguruwe. Ushahidi, hadithi ya Mtume inasema aje? Ndio, mara moja. Mnaona, mara 7 huku kwenye mbwa, kwenye nguruwe inakuwa mara moja. Kwa ndugu zangu Waislamu, wa in kanat an-najasatu min al-bawl wal-gha'it wad-dami wa nahwaha fa innaha tughsalu bil-ma'i ma'a al-farki wal-'asri hatta tadhhab wa tazul, hatta tadhhab wa tazul, hatta tadhhab wa tazula. Uislamu anasema nafsi ikiwa imetokana na haja ndogo au haja kubwa au damu, inaoshwa kwa maji na kuikamua. Wakati unaosha kwenye maji, unafika unakamua mpaka iondoke hiyo nafsi, wala yabqa laha atharun, wala isibakizi alama au athari yoyote. Wayakfi fi ghasliha maratan wahida, jamani, inatosha mara moja, inatosha mara moja. Wayakfi fi tathhiri bawli al-ghulam alladhi lam yakul at-ta'am an-natr, jamani, inatosha kusafisha haja ndogo ya mtoto wa kiume ambaye hajala, kurashia an-natr, kurashia, kama jinsi Mtume Ummu Kaisi alikuja na mtoto wa kiume
Alipokuja na mtoto wa kiume Mtume fa ajlasahu, Mtume akamwikaza katika hijrihi, katika mapaja yake, akamkojolea. Mtume akafanya nini? Akarashia. Wali hadithi Ummi Qais bint Muhsan al-Mutaqaddim, na hadithi ya Ummu Qais ambaye ni bintu al-Muhsan. Amma jildul maita, jildul maitati ma'kulatul lahmi fa innahu yutwar wa yudab bid-dibagh liqawli ayyuma iyabin dubigh faqad tahura. Ama ngozi ya mnyama anayeliwa, minyama inayoliwa mnaijua? Tunazungumzia hapa kwetu minyama mnayoliwa inaijua ni nini na nini? Mbuzi, ng'ombe, kondoo, paka zimemalizwa, zimeisha kuonyesha, ziko tena, wamezimaliza. Yakuluna alqitat, nakula paka kulikweli. Tuna khajali wala haya, hawana aibu, watu wanakula paka. Na ukiwauliza wanatafuta sheria ya kuwatetea, na wanatafuta nini? Wanatafuta hoja ambazo muzayaf, hazina hata mashiko. Kwa hiyo Mtume anasema ngozi yoyote ambayo iliondolewa zile nywele, sawa, basi na yenyewe imekuwa ni tahiri, na yenyewe imekuwa ni tahiri. Mathalan, ng'ombe amekufa, kisha ile ngozi ikawa imedubigha, imeondolewa zile nywele, ikatengenezwa sakoshi, hakuna shida ili sakoshi, kwa sababu imefanya nini? Imesafishwa. Wa damu al-aid taghsiluhu al-mar'atu min thawbiha bil-ma', na hali ya kike mwanamke anaosha kutoka kwenye nguo yake kwa maji, thumma tandahu wa thumma tusalli, kisha anafanyaje? Tandah an-natbu ni kurashia na kukunguta, wa thumma tusalli, kisha anaswali. Fala al-muslim yahtama bi-tahara. Jamani, Muislamu ajitihitamu na tahara, tujihimize sana na tujue gisi tutafanya nini, tutasafisha, tujue gisi tutasafisha na kusafisha hizi natsi, kwa sababu fi badani wa makani wa thawbi, kwenye kiwiliwili haja ndogo imeanguka au umekanyega haja ndogo au haja kubwa, inakuwaje? Tunaoga au tunasafisha mguu tu? Mbwa amemlamba Muislamu, anasafisha mara ngapi? Allahu akbar. Anaosha mara moja. Mbwa amelamba nguo ya Muislamu, anaosha? Mbona hapo mmekuja vizuri? Sawa. Haya, nguruwe amemlamba Muislamu, mara moja anaosha. Mtu amekojolewa na mtoto mdogo ambaye amekula, anasema anarashia. Ambaye hajaanza kula, wa kike, mmenisikia vizuri? Ambaye hajaanza kula wa kike na yeye pia anaosha, lakini wa kiume anarashia. Natsi imepatikana na nafasi, na sisi tunataka kupatumia, tunafanyaje? Tunamwaga maji, tunapaosha mara ngapi? Haya, mkojo umeangua, maji ya uume yameangukia nguo, anafanyaje? Yakiwa yamekauka. Na hivyo ndivyo tunatafuta hukumu ya mtu ambaye
hukumu ya mtu ambaye amesikia shahwa kisha pakatoka madhi, anafanyaje? Anasafisha, anasafisha madhakiri, sehemu za siri zote anasafisha, kisha anatawaza, anasali. Kisha wadhi inatokaga wakati gani? Haja ndogo au hata mwanaume akichoka sana, yanatokaga meupe lakini mepesi, meupe mepesi kama maziwa vile vile. Akichoka sana inaweza ikatoka, wala hauwagi, unasikia unakumela. Na ikiwa ni ule wakati mtu amekwenda haja ndogo, inawezekana. Albabu la ashir, mlango wa 10 ni mlango wa haidh wa nifas, wa fihi masail, hali ya kike na hali ya uzazi. Alhaidh wa nifas wa fihi masail. Alhaidh lughatan as-saylan, hali ya kike katika lugha inaitwa saylan, mtiririko. Wa shar'an, katika sheria, damu tabiatin wajibillatin, ni damu ambayo ni ya kimaumbile. Mwanamke maumbile yake lazima itoke. Mwanamke maumbile ya mwanamke lazima itoke. Sasa kamalul mauti haidhiha, kamalul mar'ati haidhiha, ukamilifu wa mwanamke ni kutokwa na hali ya kike. Mnasikia vizuri? Kwa hiyo mwanamke lazima, na ndio maana ikaitwa tabia, yani ya kimaumbile. Yakhruju min qa'ri rahim fi awqati maaluma, inatoka katika ndani ya matris katika nyakati maalum. Hala sihhati almar'ati min ghairi sababi wilada, wakati mwanamke hana tatizo, afya iko sawa, kinyume cha sababu za kuzaa. Akizaa inatoka, lakini madama hayuko, hana magonjwa, inamtoka hii damu, inaitwaga damu ya kike, damu ya kike. Wa nifas maana yake damu yakhruju min almar'ati inda alwilada, ni damu inatoka kwa mwanamke wakati anazaa. Almas'alatu alula, maswali ya kwanza, bidayatu waqti alhayd wa nihayatihi, mwanzo wakati wa hali ya kike na mwisho wake. Mwanzo wakati wa hali ya kike na mwisho wake inakuwa, inaanzaga mwanzo ni upi na mwisho wake ni upi? La aidha qabla tamami 9 sanawat, hakuna hali ya kike inatokaga kabla ya miaka 9 mara nyingi, lakini kuna watu ambao inatoka hata chini ya miaka 9, hata minane. Hali ya kike inatokana na mazingira au hali ya hewa ya nchi. Mnanisikia vizuri? Mfano, ukiona mwanamke wa miaka 7 wa Warabuni ni mwanamke wa miaka 25 wa hapa, unajua hivi ni mkubwa, hali ya hewa inawakubalia. Mnaweza mkenda mbali eti wanakula vizuri, hapana. Kuna watu ndio hivyo. Unasikia vizuri? Kuna watu wana miili mikubwa. Mfano wa China, Mchina wa miaka 25 ndio Marekani ya miaka 7 au 8. Ni hali ya hewa. Umesikia vizuri? Hali ya hewa. Wanasema kwenye joto wanawake wanakwenda haidh, wanaingia katika hali ya kike na umri mdogo sana. La haidha qabla tamami 9 sinina, hakuna hedhi kabla ya kueneza miaka 9 mara nyingi. Li'annahu lam yathbutu fi wujudi limra'ati haidh qabla dhalika, kwa sababu haijathibiti katika ulimwengu mwanamke aliingia katika hali ya kike kabla ya miaka 9. Hapa ni mara nyingi, yani mara nyingi. Waqad ruya ana Aisha radhiyallahu anha annaha qalat, tumepokelewa kutoka kwa Aisha, Mwenyezi Mungu amridhia, amesema idha balaghatil jariyatu 9 sinina fahiya imra'atun, yani binti akifikia miaka 9 na yamekuwa mwanamke, ina maana ukimwingilia mtoto ambaye yuko chini ya miaka 9
sheria itakuua. Sheria itakuua. Hapa kwetu usiende kuthubutu kwenda kuzini. Kwanza zina ni haramu ndani. Wewe mko mnaenda mnanizingishia mimi siko huko. Nendeni mkaoe. Nimeshasikia kuna mmoja katika wanafunzi wangu eti kwa ananisubiri mimi. Kwani mimi sina mke? Nimemsikia kwa anasema mimi na mke na watoto wangu. Eti ananisubiri mimi. Mimi unanisubiria wapi? Wazi kabisa anasema sibeba na mimi nitasubiria. Hayo mambo mko mnaenda mnanizingishia wana bari. Mimi niko mbali na hayo. Mimi na mke na niko na watoto. Mke mmoja na watoto wangu. Binti ameinuka. Mesikia? Sasa kama mtaenda mnawaambia watu kwa mimi sina mke, hayo mimi sijui, mimi na mke na watoto wangu. Tuko sawa? Kitu ambacho mtawaambia muwe mnawaambia hana wake wawili, iko na mmoja tu. Kikusema hana mke ndio mimi nakataa. Mimi na mke na watoto wangu. Sisi mkavunja sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala haidha ba'da 5 sinina sana 50 sana. Na hakuna hali ya kike ya baada ya miaka 50 fil ghalib, mara nyingi ala sahih, kwenye usahihi baada ya miaka 50 mwanamke anapoa. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. Aisha amesema mwanamke yote akifikia miaka 50 hali ya kike inakuwa haipo tena. Hali ya kike inakuwa haipo tena. Kwa maana hiyo mwanamke hapa anabaki nani? Anabaki ni mtu ambaye Aisha ameshakoma tayari. Hukumu yake ni nyingine. Hukumu yake ni nyingine. Na pia hata hukumu ya kuolewa kwa mwanamke inakuwa nyingine. Inakuwa nyingine. Kuna watu wako wanaenda wanaoa wazee. Wanaoa wazee kwa kutazama maisha. Sijasema ni haramu, lakini kumbukeni kuwa kuna nasu inasema yakum wa mujamaat al-ajaj. Kitengeni mbali na kuingilia wazee. Hayo yanapatikana katika kitabu Tibbu Nabawi cha Ibn al-Qayyim al-Jawzi. Kwa hiyo hali ndivyo ilivyo.